Baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport kuhitaji kocha mkuu mpya, jina lililovutia wengi zaidi ni jina la kocha Romain Folz. Hapa na kuangazia CV yake, kwani hata nyinyi wa Tanzania pia mnamjua Romain Folz ambaye hivi karibuni alikuwa na kikosi cha Young Africans na tayari amekwisha kupeleka barua yake ndani ya viunga vya Msimbazi. Historia pamoja na CV ya Romain Folz. Jina kamili ni Romain Folz, tarehe ya kuzaliwa ni tarehe 28 Juni mwaka 1990. Uraia ni Ufaransa, leseni ya ukocha ni UEFA Pro License na taarifa zingine zinamtaja pia akiwa na CONMEBOL Pro License. Romain Folz ni kocha wa soka raia wa Ufaransa anayejulikana kwa kutumia mbinu za kisasa za uchezaji, kwa mfano mfumo wa 4-3-3, na anaelezwa kuwa na mtazamo wa kuendeleza soka la kuvutia na lenye kasi zaidi. Historia ya kazi na safari ya ukocha. Mwanzo wa kazi mwaka 2018. Aliwahi kuwa kocha wa West Virginia United Marekani, ambapo alianza taaluma yake ya ukocha na timu za senior. Safari ya Afrika kuanzia mwaka 2019. Folz Romain alianza uzoefu wake barani Afrika kwa kushiriki katika timu na vilabu mbalimbali. 2019 msaidizi wa Uganda timu ya taifa. Alifanya kama kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes 2019 mpaka 2020, msaidizi Pyramids FC ya Misri. Alifundisha kama kocha msaidizi katika klabu kubwa ya Misri, Ghana 2020, Bencham United kocha mkuu. Hapa ni moja ya nafasi zake za kwanza kama kocha mkuu barani Afrika. 2021 Ashanti Gold Sports kocha mkuu, alikuwa kocha wa klabu hii ya Ghana akiendeleza uzoefu wake wa management ya timu. Botswana 2021-2022 Township Rollers aliongoza klabu hii ya Botswana kwenye ligi kuu Afrika Kusini. 2022 Marumo Gallants. Folz alikuwa kocha wa timu hiyo ya Premier Soccer League Afrika Kusini na alikuwa mmoja wa makocha wachanga zaidi katika ligi hiyo wakati huo. 2022-2023 Mazulu FC aliongoza na alihudumu kama kocha mkuu na baadaye akateuliwa kuwa technical director wa klabu hiyo. 2024 Mamelodi Sundowns assistant coach. Alijiunga na benchi la kocha kwa nafasi ya msaidizi sehemu ya kikosi cha ufundi cha Mamelodi Sundowns, timu mojawapo ya matajiri na yenye nguvu sana Afrika Kusini. Guinea 2023 Horoya FC. Alihudumu kama kocha mkuu wa klabu maarufu ya Horoya FC. Olympic Akbu sporting director coach 2025. Alijiunga kama mkurugenzi wa michezo na baadaye kuchukua jukumu la kocha mkuu na akiisaidia klabu hiyo kuepuka kushuka daraja. Young Africans Sport Club kutokea Tanzania Julai 2025 mpaka Oktoba 2025 Yanga Sports. Folz alipewa nafasi ya ukocha mkuu na Young Africans, moja ya timu kubwa Tanzania bara, kwa mkataba wa takriban miezi 3 mpaka 4. Alikiongoza kikosi cha Young Africans kwenye mechi kadhaa, akishinda mechi kuanzia Community Shield, mechi za ligi na baadhi ya michezo ya ligi ya mabingwa Afrika kabla ya kuachishwa kazi Oktoba 2025. Amefanya kazi kama kocha mkuu, kocha msaidizi na technical director, akijifunza jinsi ya kusimamia kikosi katika mazingira tofauti. Uzoefu wake umejumuisha nchi kadhaa Afrika kama Uganda, Misri, Ghana, Botswana, Afrika Kusini, Guinea, Algeria pamoja na Tanzania. Mbinu na mtindo wa kufundisha. Folz anajulikana kwa kutumia mfumo wa 4-2-3-3 unaolenga pamoja na ulinzi na mashambulizi yenye kasi, midfield yenye ushawishi na ushirikiano kiufundi. Pia anasisitiza mbinu za kisasa za uchezaji kama high pressing na umiliki wa mpira wa kasi. Katika mzunguko, Romain Folz ameonekana miongoni mwa makocha waliotajwa au kutazamwa kama mgombea wa nafasi ya ukocha Simba Sport. Ingawa taarifa hizo, jina lake limekuwa likitajwa kama kocha mwenye uzoefu wa kimataifa na mtazamo wa kisasa, jambo lililomfanya kuwa aone sasa anafaa kuwa na timu kama Simba Sport. Romain Folz ni kocha mchangamfu sana, mwenye mbinu za kisasa na uzoefu wa kazi nyingi tofauti barani Afrika. Hata akiwa bado kijana kwa viwango vya ukocha, ana miaka 35, ameonyesha uwezo wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali ya ligi za soka Afrika, na licha ya baadhi ya kazi yake kuwa na za muda mfupi, anatambulika kama kocha anayesimamia kikosi kwa mtazamo wa kimataifa. Romain Folz kama atapewa nafasi ya kuwa kocha mkuu wa Simba Sport,
Tunaweza kufanya tathmini kwa kuzingatia vipengele vyake vya kiufundi, rekodi ya mafanikio, uzoefu barani Afrika na uwezo wa kubadilika katika soka la Tanzania. Hapa kuna tathmini ya kina. Uzoefu na mafanikio. Folisi amefundisha timu kadhaa barani Afrika ikiwemo Young Africans, RS ya Guinea, Marumo Gallants na Mazulu Afrika Kusini, Ashanti Gold ya Ghana. Ana uzoefu wa kushughulikia timu zenye shinikizo la mashabiki na matarajio makubwa. Tathmini. Ana ujuzi wa kiufundi wa kutosha na uzoefu wa kushughulikia ligi tofauti barani Afrika. Hii ni nguvu kubwa kwamba Simba Sport inayolenga kushindana akikaa ndani ya Tanzania na mashindano ya CAF. Anatumia mfumo wa 4-3-3 unaolenga ulinzi thabiti na mashambulizi yenye kasi. Anasisitiza high pressing, umiliki wa mpira na midfield yenye ushawishi. Timu ya Simba inaweza kufaidika na mbinu yake ya kisasa na mtindo wa kuvutia ambao unaweza kuongeza kiwango cha ushindani. Adaptability, uwezo wa kufaa na ligi ya Tanzania. Folisi tayari amefanya kazi katika ligi nyingi tofauti barani Afrika kutoka Ghana hadi Tanzania. Hata hivyo, ligi ya Tanzania na mashindano ya CAF inahitaji kuelewa tabia za wachezaji, mashabiki na hali za uwanja. Ana uwezo wa kujifunza haraka, lakini hatua ya awali inaweza kuwa changamoto kidogo ya adaptiveness. Ana rekodi ya kuongoza wachezaji wadogo na wenye ufanisi. Anaweza kuongeza morali ya timu na kusimamia kikosi chini ya shinikizo kubwa la mashabiki. Ana uongozi mzuri, lakini mafanikio yanategemea pia ushirikiano wake na uongozi wa Simba Sport. Uwezekano wa mafanikio. Ikiwa atapewa muda wa kupanga timu kabla ya kuanza mashindano, uwezekano wake ni kuboresha mtindo wa ushindi, kuleta ulinganifu wa timu, kushiriki vyema mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho. Nguvu yake, uzoefu wa kimataifa barani Afrika, mbinu za kisasa za uchezaji, uongozi wa kikosi, rekodi ya kushughulikia timu zenye matarajio makubwa. Changamoto ni adaptation ya haraka kwa mazingira ya soka la Tanzania, kufanya kazi na wachezaji wapya na mfumo wa klabu. Romain Folz ni chaguo zuri sana kwa klabu ya Simba Sport ikiwa inataka kocha mchanga wa mbinu za kisasa na mwenye mtazamo wa kimataifa. Anaweza kuleta mafanikio haraka ikiwa atasaidiwa na usaidizi wa kamati ya usimamizi wa klabu na muda wa kutosha wa kukiandaa kikosi. Naam. Hiyo ndio CV yake pamoja na historia yake ya kocha Romain Folz ambaye hivi karibuni alikuwa katika viunga vya Twiga na Jangwani, ikimaanisha alikuwa katika kikosi cha Young Africans. Mtazamaji wetu wa Nile TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nile TV ndio kuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, si tu michezo bali taarifa nyinginezo nyingi kutoka katika jamii yetu, matukio mbalimbali yanayotokea ndani ya jamii yetu pamoja na nje, nikimaanisha nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekusomea taarifa hii ni mimi Lizo Sport. Sasa kazi ni kwa wekundu Msimbazi, Simba Sport. CV na historia ya makocha nimekwisha kuwekea. Wao ni kuchagua tu nani wanaenda naye. Mimi ni Lizo Sport, hadi wakati mwingine, bye bye.